Kutoka katika kisiwa cha Pemba ambako unakwenda kufanyika mchezo wa fainali ya NMB Mapinduzi Cup 2026 au unaweza kusema 2026. Yanga bingwa mtetezi wa mashindano haya yuko mzigoni dhidi ya Azam FC. Ni mechi ambayo inataraji kupigwa siku ya hapo kesho majira ya saa 1 kamili usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Baada ya michuano yote kufanyika katika upande baada ya kufanyika katika uwanja wa New Amani Complex pale visiwani Zanzibar, katika kisiwa cha Pemba, sasa nizamu ya pili, kwa maana ya kwamba nizamu katika upande wa vijana wa Yanga na Azam kukutana katika uwanja wa Gombani. Kila mmoja katika nafasi yake ana matumaini makubwa ya kuhakikisha kwamba wanapata kila ambacho anakihitaji na kila ambacho anaamini ni sehemu ya mtaji mkubwa uliotukuka katika nafasi hiyo, na kuhakikisha kwamba anatimiza mengi na makubwa ambayo wamejiwekea katika nafasi hiyo. Ukitazama kikosi cha vijana wa Young Africans kuelekea katika mchezo huo, wanaamini, wana matumaini makubwa ya kuweza kufanya vizuri na kufanya makubwa na hatimaye kuweza kutimiza kila ambacho wamejiwekea katika nafasi hiyo. Sasa kuelekea katika mchezo wenyewe, upande wa Yanga kupitia kwa kocha wao mkuu, kwa maana ya coach anayejulikana kwa jina la Pedro Suarez Goncalves, tayari ameweza kutimiza jambo lake na tayari ameweza kuweka wazi zaidi idadi ya wachezaji ambao anakwenda kuwatumia katika mchezo wa hiyo kesho. Tayari kocha amekiri na kuweka wazi kwamba kutakuwa na rotation ya baadhi ya maingizo ambao moja kwa moja tutakwenda kuwatazama katika nafasi hiyo, wakiwa na uwezo wa kuja kuongeza kitu cha ziada na kuifanya pia timu inakuwa katika sehemu ya ufanisi, ubora, ushindani na mengi yaliyotukuka katika sehemu moja au sehemu nyingine zaidi katika mengi ambayo yapo. Mchezo huu kati ya Yanga pamoja na kikosi cha vijana wa Singida Black Stars ni mchezo ambao mashabiki wote wataingia bure, ikiwa ni wakati ambao tumekuja kutazama rais wa kutokea katika visiwa vya Pemba, ambapo mchezo huo utafanyika, kwa maana ya rais wa Zanzibar Dr. Ali Hassan Mwinyi ameweza kugharamikia na kununua tiketi zote ambazo zitatumika katika mchezo wa hiyo kesho. So tiketi zote zimenunuliwa na sasa ni zamu ya Yanga kupambana dhidi ya Azam FC. Sasa kikosi ambacho kinakwenda kuanza, wachezaji ambao wanakwenda kuanza kama ambavyo coach katangaza rotation, je, kitakuwa ni kikosi cha aina gani? Kumbuko Yanga wananufaika na baadhi ya wachezaji wapya akiwemo Depu ambaye tayari katoa visiwani Zanzibar, lakini pia Okero naye ni sehemu ya wachezaji wa kikosi cha Yanga ambao watakuwepo hiyo kesho, kwa sababu leo hii ndio wakati ambao moja kwa moja anatua katika ardhi tukufu ya Tanzania kule visiwani Zanzibar kwa ajili ya kuungana na wachezaji wenzake. So moja kwa moja ukitazama hichi, kuna kitu cha ziada ambacho moja kwa moja kinakuja kuonekana, na kuna kitu cha ziada ambacho dhahiri shairi ya kwamba Yanga kuna kitu wanakitafuta katika michuano hii, na haswa wao wakiwa kama mabingwa watetezi. Kuna kitu ambacho wanaamini wanakwenda kunufaika nacho katika sehemu moja au sehemu nyingine zaidi ya makubwa ambayo tunazidi kuyashuhudia na kuyatazama kwa kina katika nafasi hiyo. Sasa Yanga kikosi chao, rotation ambayo tayari wameitangaza, ni rotation aina gani? Kikosi cha Yanga kipo hivi. Golikipa yupo Abutwaribu Msheri. Abutwaribu Msheri ndiye golikipa namba 1 katika mchezo huu. Then fullback right, beki namba 2 yupo Izra Patrick Mwenda. Izra Patrick Mwenda ndiye ambaye anakwenda kucheza kama beki namba 2 katika mechi ya hapo kesho. 3 yuko mwamba kweli kweli anayejulikana kwa jina la Shedrack Isaka Boka Mede. Shedrack Isaka Boka anacheza kama beki nambari 3 katika sehemu moja au sehemu nyingine zaidi katika mchezo huu, na moja wa wachezaji ambao amekuwa na ufanisi mkubwa. Then mabeki wawili wakati yupo Ibrahim Abdullah Baka akicheza sanjari na Frank Asinki. So Baka na Asinki ndio wanacheza kama mabeki wawili wakati katika mechi
mechi hii kwa upande wa Young Africans katika sehemu moja au sehemu nyingine zaidi ya kufanya makubwa na mengi ambayo unataraji kuyafanya katika mechi. So Baka pamoja na Frank Asinki ndio wanacheza kama mabeki wawili wakati katika nafasi hiyo. Tukija katika upande wa namba 6 yupo Duke Abuya. Duke Abuya anacheza kama namba 6 katika mechi hii kuhakikisha kwamba timu inakuwa katika sehemu ya ufanisi, ubora na uredi mkubwa katika sehemu moja au sehemu nyingine zaidi ya mengi ambayo tayari tunazidi kutazama na kuiangaza pia kwa kina zaidi. So upande huo nambari 6 ni Duke Abuya. 7 yupo Max Mpia Nzengeri. Max Mpia Nzengeri anacheza kama namba 7 katika mchezo huu. Then upande wa nambari 8 yupo mwamba anaitwa Mudathir Yahya Abbas. Mudathir Yahya Abbas ndiye anacheza kama nambari 8 katika sehemu moja au sehemu nyingine zaidi katika ufanisi na uredi mkubwa. Muda anacheza kama namba 8 katika nafasi hiyo, na mmoja wachezaji ambao amekuwa na performance ya hali ya juu katika sehemu moja au sehemu nyingine zaidi. 9 ni Prince Mpumelelo Dube, ndiye anakwenda kuanza katika nafasi hiyo akicheza kama nambari 9 kuongeza usanifu na uredi wa hali ya juu, wakati ambao Depu anaanzia mbavu ndefu. Then wakati huo tunakwenda kutazama akija kuingia anatokea bench kuhakikisha kwamba timu inazidi kuwa katika top class na top performance ya hali ya juu katika nafasi hiyo. Then upande wa namba 10 yupo Pacome Zouzoua. Pacome Zouzoua anaanza akicheza kama namba 10. Moja wachezaji hatari ambao pia tumewashuhudia ndani ya kikosi cha Yanga katika ubora wake, ufanisi, uweredi. Ni mmoja wachezaji wazuri ambao kila mmoja anajivunia katika hicho ambacho tayari kipo na kila ambacho tayari kinazidi kudhihirisha na kuthibitisha wazi kwamba mwamba ana uwezo wa kuja kuifanya timu kuwa imara na pia timu kuwa katika sehemu moja ya mengi makubwa ambayo tunazidi kuyatazama kwa kina zaidi katika nafasi hiyo. Then tukija katika upande wa nambari ukiachana na upande wa nambari 8 kumradhi, ukiachana na namba 10, namba 11 amalizia Celestine Ekua. Celestine Ekua ndiye anamaliza idadi ya nyota 11. So hao ni 11 ambao wanapata nafasi ya kwanza katika upande wa Yanga kwenye mechi yao ya hapo kesho dhidi ya Azam FC. Yanga kama bingwa mtetezi anahitaji kutetea ubingwa wake kwa sehemu nyingine ambayo anaamini ni mtaji mkubwa na kwenda kunufaika nao katika upande huo katika hii michuano ambayo Yanga wanasema ya kwamba wao taji la Mapinduzi wanalihitaji kama ambavyo wameweza kufanya katika sehemu ya kuyatoa mataji yao kadhaa katika msimu uliomalizika na kufanikiwa kuyatetea kwa asilimia kubwa, na sasa wanakuambia nizamu ya NMB Mapinduzi Cup. Wewe binafsi upande wako kipi unakizungumza na nini ambacho unakitazama katika upande wa kikosi cha Young Africans katika upande wa mchezo wao hiyo kesho dhidi ya Azam FC finali ya NMB Mapinduzi Cup? Kikubwa nikwambie hakikisha uweza kusubscribe kama ni mara yako ya kwanza, lakini pia endelea kufuatilia ili uweze kupata taarifa na yote ya kimichezo zaidi.